Bwana Yesu asifiwe na wasalimu katika jina la Yesu. Karibuni sana katika kipindi chetu kizuri The Mercy Hour. Na leo tunaendelea tena katika mada yetu ambayo tumekuwa nayo takriban siku 4 hivi, tukizungumza mambo kadhaa kuhusiana na uponyaji wa maumivu au kupona, namna ya kupona maumivu ambayo tumeumizwa nayo. Tulianza siku ya kwanza katika utangulizi, siku ya pili tukajifunza hatua ya kwanza. Tukasema hatua ya kwanza ni kubali kwamba umeumizwa, lakini pia mkabidhi Yesu moyo wako. Tukazungumza hapo kwa kina kidogo. Lakini pia siku inayofuata tukajifunza, tukasema kwamba ni muhimu sana kusamehe. Ikawa ni hatua yetu ya pili, kusamehe waliokuumiza. Na hatua ya tatu tukasema ni kulisha au kujaza neno la Mungu ndani ya mioyo yetu. Tujaze neno la Mungu ndani ya mioyo yetu. Leo tunaangalia hatua ya 4, hatua ya 5 na hatua ya 6 kwa pamoja. Hatua ya 4, hatua ya 5 na hatua ya 6 tunaziangalia kwa pamoja, na kesho tutahitimisha kwa kupata hitimisho. Tutahitimisha kesho somo hili, na tutaanza somo jingine jipya linalojulikana kwa jina la tabia. Tabia tutaanza nalo baada ya kuhitimisha siku ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba ni wasalimie na niwakumbushe tu kwamba popote unapotufuatilia, iwe Tanzania au nje ya Tanzania, basi unayo nafasi ya kuweza kutuma linki kwenye magrupu ya kanisani, magrupu ya kazini, magrupu ya familia, magrupu ya jumuiya. Tuma linki hiyo kwamba sasa Healing Media wapo hewani na kipindi The Mercy Hour. Mimi naitwa Pastor Ezekiel Mashimba, na ngoja niombe sasa, na nikirejea moja kwa moja tunaangalia hatua ya 4 na hatua ya 5 pamoja na hatua ya 6. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa nafasi ambayo Mungu umetupatia leo. Tunakushukuru tena, watoto wako Bwana Yesu, tumekutana hapa kwenye madhabahu hii ya Healing Media. Tunaomba Bwana Yesu pamoja nasi, ututie nguvu, utusaidie, utuwezeshe, utupake mafuta, utupe hekima, utupe ujasiri wa kuyanena maneno yako, ili watoto wako mahali popote walipo wapate uponyaji, wapate amani. Katika jina la Yesu, wewe usimame, wewe usike, uwepo pamoja nasi na usitupungukie. Tupe kufahamu, tupe kuelewa maandiko haya, na tupe kulitendea kazi neno ambalo Bwana Yesu umelikusudia siku ya leo. Tunaomba Bwana Yesu, mahali popote ambapo mafundisho haya yanafika, Tanzania na nje ya Tanzania, Bwana Yesu, upako wako hauna mkomo, upako wako hauna kikomo. Uwe pamoja nasi, uwe pamoja na anayetufuatilia, katika jina la Yesu, amen. Haleluya. Basi chukua karatasi yako au notebook yako na Bible yako pamoja na peni yako, ili tuangalie hatua ya 4, hatua ya 4 ambayo tutajifunza tena siku ya leo. Hatua ya 4 kuelekea kwenye uponyaji wa moyo ulioumizwa au kujeruhiwa. Kumbuka somo linasema jinsi ya kupona maumivu ulioumizwa kupitia neno la Kristo. Jinsi ya kupona maumivu ulioumizwa kupitia neno la Kristo. Na leo tunaangalia hatua ya 4. Hatua ya 4. Hatua ya 4 inasema, andika kama unaandika hapo, badilisha mawazo yako. Badilisha mawazo yako kwa neno la Mungu. Badilisha mawazo yako kwa neno la Mungu.
Hatua ya tatu tumesema jaza neno la Mungu moyoni mwako. Hatua ya nne, badilisha mawazo yako kwa neno la Mungu au kwa kweli ya Mungu. Kweli ni neno la Mungu. Biblia inasema ukijua kweli, nayo hiyo kweli itakuweka huru. Neno la Mungu. Badilisha mawazo yako kwa kweli ya Mungu au kwa neno la Mungu. Haleluya. Maumivu mengi yanakaa kwenye fikra. Moyo ndio unaoumizwa. Maumivu ya watu wengi yanakaa kwenye fikra. Kwa hiyo kama yanakaa kwenye fikra, ukibadilisha mawazo yako kupitia neno la Mungu, fikra zako zinabadilika. Fikra zako zikibadilika, utachukua hatua, utasamehe, utakubali kumtwika Mungu fadhaa zako, utakubali kumtwika Mungu aibu yako, utakubali kumtwika Mungu maumivu yako, sababu umebadilisha fikra. Siku ile nilisema, tunaposema kutubu, tunamaanisha kurepent, change your mindset, badilisha fikra zako. Watu wengi wamefungwa si kwa sababu hawajui kuomba. Watu wengi wana maumivu si kwa sababu hawajui kusamehe. Fikra zao zimefungwa. Hawana neno la Mungu la kubadilisha fikra zao. Mawazo yao ni maovu, mawazo yao ni mabaya. Inakupasa ubadilishe mawazo yako. Ili fikra zako zibadilike, lazima ulitumie neno la Mungu. Unaona hizi point au hizi hatua zinategemeana. Huwezi kubadilisha mawazo yako kama haujalijaza neno la Mungu moyoni mwako. Haleluya. Maumivu mengi yanakaa kwenye fikra za watu, kwenye mawazo ya watu, na hapo ndipo kifungo kinapoanzia, magonjwa yanapoanzia, visasi vinavyoanzia. Kwa sababu maumivu ya watu wengi wamefungwa kwenye fikra zao. Unapotaka kusamehe, unapotaka kupona maumivu, inapaswa ujitahidi sana mwanangu, kubadilisha fikra zako kwa neno la Mungu. Fikra juu yako mwenyewe unavyojiwazia. Watu wengi wakiumizwa, anajiona hafai tena, hana thamani tena duniani, anajiona hafai tena, hastahili tena, anajiona kama kituko. Watu wengi wanapoumizwa wanakata tamaa, wanaona thamani zao zimeshuka, wanajiona hawafai tena kuishi kwenye ulimwengu huu, kwa sababu mawazo yao hawajajibadilisha. Mawazo yao hayajabadilika, fikra zao hazijabadilika, bado wana mawazo mabaya. Ni lazima ubadilishe mawazo yako, lazima ubadilishe fikra zako. Ukibadilisha fikra zako, hata matendo yako yatabadilika. Haleluya. Tabia ya mtu ni matokeo ya mawazo yake, matokeo ya fikra zake. Na ndio maana tukimaliza somo hili kesho kutwa, kesho tunahitimisha, kesho kutwa Jumapili tunaanza somo jipya la tabia. Utaelewa kwa nini una tabia fulani, sababu fikra
mawazo ndiyo yanachakata maamuzi. Sababu kwenye nafsi ya mwanadamu ina vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni akili, cha pili ni maamuzi au utashi, haleluya, na kitu cha tatu ni hisia. Kwa hiyo tabia ya mtu ya kutoa kusamehe, ya kulipiza kisasi. Kuna watu wengine wameumizwa, kupitia kuumizwa kwao wamekuwa na roho ngumu za kikatili. Ni kwa sababu walishindwa kubadilisha mawazo yao kwa neno la Mungu, kupitia neno la Mungu. Neno la Kristo linabadilisha fikra hasi. Likikaa kwenye moyo wako, linaweza badilisha fikra mbaya, mawazo hasi, mawazo mabaya. Linakujengea utambulisho mpya. Tusome Walumi 12. Walumi sura ya 12. Mstari wa kwanza na wa pili. Walumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu linafanya tugeuzwe, nia zetu, fikra zetu zigeuzwe. Walumi 12:1-2. Basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Mstari wa pili. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Neno la Mungu linageuza nia, linageuza mawazo, linageuza fikra. Kwa hiyo hatua ya tatu tumesema ni muhimu kulijaza neno la Mungu. Hatua ya 4 ni kubadilisha mawazo kupitia neno la Mungu. Tuanze kuwaza vile neno linasema. Tuanze kuwaza vile Mungu anasema. Mungu anasema tusamehe, manake tuishi kwenye kusamehe. Mungu anasema tusihukumu, tuishi kwenye kutoa kuhukumu. Mungu anasema tusaidie watu, tuishi kwenye kusaidia watu. Mungu anasema tufanye 1, 2, 3, tuishi katika vile neno linasema. Tutabadili fikra zetu, mawazo yetu yatabadilika, akili zetu zitabadilika, na tabia zetu zitabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema tu amina mahali popote ulipo, na Mungu atasikia mahali ulipo. Kwa hiyo kuna hatua 2 hapa za muhimu ili kubadili mawazo au fikra kupitia neno la Kristo. Hatua ya kwanza, kataa mawazo hasi. Kataa mawazo mabaya, mawazo ya uadui, mawazo ya chuki, mawazo ya uuaji, mawazo ya kitamaa, mawazo mabaya. Kataa. Wewe ukatae. Unao utashi,
Unayo maamuzi. Kataa wewe, ukatae mawazo mabaya, sababu yanakuja kwenye fikra zako, yanakuja kwenye mawazo yako. Uyakatae mawazo. Mawazo ni mlango ambao adui anaupitia ili kumfunga mtu. Anatumia mawazo. Millions ya mawazo yanapita kwenye ufahamu wako. Ni wewe uwe na maamuzi ya kukataa mawazo hasi. Uruhusu mawazo mazuri yaingie kwenye ufahamu wako. Kupitia milango ya fahamu, macho, pua, ngozi, masikio, ni milango ya kuingiza mawazo. Lazima uelewe, Biblia inaposema mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, inamaanisha masikio, mdomo, ulimi, macho, pua, hayo yote wapaswa kuyaombea, sababu ni mlango wa kuingizia mawazo hasi kwenye ufahamu wako. Hatuokoki moyoni tu, twapasa tuokoke mpaka macho yetu yaokoke. Yesu akiingia ndani yako anabadilisha si moyo, anabadilisha mpaka viungo vyako. Si viungo tu, mpaka tabia, mpaka mawazo yanabadilika. Naomba nikupe utofauti wa mtu aliyeokoka na ambaye hajaokoka. Utofauti upo kwenye mawazo. Aliyeokoka ana mawazo mema, mawazo ya amani. Biblia inasema Mungu anatuwazia mawazo mema, tena yenye amani, yenye kutupa tumaini siku zetu za kuishi. Asiyeokoka hana mawazo mema. Huo ndio utofauti. Sababu kama kwenye daladala tunapanda wote, waliookoka na ambao hawajaokoka. Tena inawezekana waliookoka ndio wanapanda daladala zaidi kuliko ambaye hata hajaokoka. Sasa utofauti ni nini? Kama ni matendo, kuna watu wana matendo mema ila hawajaokoka. Mawazo ya neno ndiyo kitofautisho kati ya huyo ameokoka na huyo hajaokoka. Aliokoka anaishi kwa mawazo ya neno la Kristo. Vile Kristo anataka ndivyo anavyofanya. Haleluya! Hiyo ni hatua ya kwanza. Kata mawazo hasi. Hatua ya pili, akili yako ijaze maandiko. Haleluya! Akili yako ijaze maandiko. Wataalamu wanasayansi, wanasaikolojia wamegawanya akili katika makundi mawili, wengine makundi matatu. Conscious mind, unconscious mind na subconscious mind. Wengine ni unconscious na unconscious. Wengine ni conscious, subconscious na unconscious mind. Kila mtu na namna anavyoelezea. Sasa nataka nikuelezee katika hatua hizo mbili, conscious na unconscious. Akili ya mwanadamu inafanya kazi katika hatua hizo mbili, conscious na unconscious mind. Vitu unavyoviona muda huu, yani muda huu naongea, unatizama aidha kwenye simu, kwenye laptop yako, unaangalia kipindi hiki, muda huu unavyonitizama, vitu unavyoviona hapo vinakutengenezea mawazo. Vitu unavyovisikia sasa hivi hapa vinakutengenezea mawazo. Vitu vilivyopo muda huu uliopo hapo, muda huu tunavyoongea,
vinakutengenezea mawazo. Mimi hapa naona kamera, naona madirector, watu wanaoshuti, watu wanaosikiliza, na waona mbele yangu ninavyoongea na wewe. Vinanitengenezea mawazo hata kama naongea saa hizi, lakini kuna mawazo yanapita kutokana na vitu ninavyoviona sasa hivi. Hiyo ni conscious mind. Unconscious mind ni vitu vilivyopita miaka, miezi iliyopita nyuma, navyo vinaniletea mawazo, vinaumba mawazo. Kwa hiyo kwenye akili ya mwanadamu ni vitu aina mbili, conscious na unconscious, vinavyounda mawazo. Sasa unconscious mind ina tabia ya kuunda mawazo kutokana na matukio mabaya ambayo mtu amekutana nayo. Tupo kwenye kupona maumivu tulioumizwa. Hapa kwenye unconscious mind ndio unisikilize vizuri, kwa sababu panakuhusu wewe ulioumizwa. Mfano, ulibakwa, mwanaume wa kwanza kukutana naye alikubaka kwa nguvu, si kwa ridhaa yako. Tokea hapo ukaumizwa moyoni mwako, hauna hamu tena ya kuwa na mwanaume, hutaki tena kuwa na mwanaume. Si kwa sababu ya maisha ya leo unayoishi, ni kwa sababu ya mawazo ambayo yalifanyika muda uliopita, bado yapo kwenye akili yako, upande wa unconscious mind. Kuna mawazo, ukitaka kuingia kwenye mahusiano unakumbuka lile tukio. Hayo mawazo yametoka wapi? Kwenye unconscious mind, yamehifadhiwa huko. Sasa tunaposema jaza akili yako neno la Mungu, tunamaanisha ni mbinu mojawapo itakayokusaidia kufuta mawazo ya zamani na uwe na mawazo mapya ambayo ni kweli ya Kristo. Jaza neno la Mungu. Na ukitaka kujua kwamba unaathiriwa na matukio ya nyuma yaliyopita, tutakuangalia kwa vigezo viwili au vitatu. Cha kwanza, ukipewa nafasi ya kuongea na marafiki zako nusu saa, dakika 20 au 30, hautaacha kuzungumzia yale maumivu ulioumizwa. Free association. Tukupe uhuru leo hapa, nikulete hapa mbele hapa, uongee tu dakika 10, hautaacha kumzungumzia yule mwanaume, hautaacha kumzungumzia yule mwanamke. Tutajua wewe umeumizwa na haujapona, sababu bado una mawazo yale. Cha pili, ndoto unazoota zinaonyesha wewe ni majeruhi, umeumizwa moyoni mwako kupitia ndoto. Jaza neno la Mungu, hata ndoto zako zitabadilika, kusema kwako kutabadilika. Akili yako kijaza maandiko, yanabadilisha mawazo yako, kusema kwako, hatua zako, maamuzi yako yanabadilika. Sema amina kama unanielewa. Hiyo ni hatua ya 4. Andika hatua ya 5. Andika hatua ya 5. Andika hatua ya 5. Hatua ya 5, tafuta ushirika na Roho Mtakatifu. Na ndio hatua yetu ya mwisho. Tafuta ushirika na Roho Mtakatifu.
Tafuta ushirika na Roho Mtakatifu. Tafuta ushirika na Roho Mtakatifu. Tafuta ushirika na Roho Mtakatifu. Uponyaji hauwezi kukamilika kwa wewe peke yako. Ujikamilishe peke yako. Unapaswa kukutana na washauri wa kiroho, wakupe ushauri wa kiroho, spiritual counseling, aidha na watumishi wa Mungu, walimu